Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kwanza kabisa Sebo, tuko na mtangazaji mmoja maarufu wa michezo nchini Tanzania, Tunu Hassan. Habari yako na pole kwa msiba. Salama na asante na pole yetu sote. Labda utuambie vile ambavyo tunafahamiana na aliyekuwa bosi wako Sebo, alikuwa ni mtu wa namna gani? Lakini vipi ulipata taarifa ikoje? Hali yake, aliumwa au ulipata taarifa nini kilichotokea kifo chake? Kuhusiana na masuala ya kifo, nadhani wazungumzaji wapo na walishatolewa ufafanuzi, lakini mimi nikimzungumzia kiongozi huyu, yani alikuwa ni zaidi ya kiongozi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuona mtu anafanikiwa. Yani hicho ndio kitu kikubwa ambacho kimenikaa na ninaweza nikakiishi maisha yangu yote mpaka pale ambako na mimi nitatangulia. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye alikuwa anatamani kuona watu wakipata mafanikio. Ni kiongozi ambaye alikuwa anatamani watu wasikae sehemu moja, wajichanganye sehemu mbalimbali, wapate connection na vitu vingine. Kwa hiyo ni kiongozi wa kipekee. Mara ya kwanza unaanza kufanya naye kazi, mapokezi, maongezi, kuingia kwenye kipindi kikubwa kama kile cha michezo, mwanamke ambaye unafanya vizuri na watu wanakufuatilia, yeye alikuwa mwongozo wake ni nini kwako ambao kuliongeza hatua kwenye upambanaji wako? Kubwa kabisa ambayo alikuwa anapenda kuniambia ni hilo, kwamba unatakiwa kujipambanua zaidi. Yes, usitegemee tu EFM peke yake. Unapaswa kupambana, unapaswa kuhangaika na sehemu zingine ili uendelee kupata kipato zaidi ya hiki ambacho nakipata hapa. Kwa hiyo nadhani kila ukikutana naye hilo ndo kubwa, na akiona tu kuna vitu haviendi sawa, kuna jicho lake tu moja ikuangalia, unajua hapa kuna jambo, ama ukiona simu yake unajua hapa kuna jambo. Kwa hiyo tuko tunaenda hivyo, lakini mwisho wa siku unayapokea, unayafanyia kazi na maisha yanaenda. Bosi wako akiwa amekasirishwa na kitu ambacho labda umefanya kwenye kipindi au kwenye kazi, kwenye mwongozo wa kazi, labda ulikuwa umekengeuka kidogo, anakuwa ni mtu wa namna gani? Lakini akishakwambia anakuwa mtu wa aina gani kipindi hicho? Kiukweli alikuwa na ukali. Ukali wake ulikuwa ni ule ambao wa kujenga, na sio kwamba labda mtakuwa hamzungumzi au mnanuniana si kwa muda fulani. Yani ni muda ule ambao anakuelekeza kuhusiana na kitu hicho ambacho umekifanya labda kwa makosa. Atasema kwa ukali of course, lakini kwa sababu tayari tulishamzoea na ilikuwa ni njia mojawapo ambayo ilikuwa inatunyoosha kusema kweli. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaichukulia positive, na tulikuwa tunafanyia kazi vitu vingi sana ambavyo alikuwa kituambia. Kwa hiyo haikuwa changamoto. Kipi ambacho labda sisi hatukijui, ambao tuko nje ya mchezo au nje ya ofisi ambayo unafanya wewe, wewe unakifahamu, unatamani ushare na watu wajue kwamba alikuwa ni kiongozi wa namna gani, wajue kile ambacho labda unatamani wangekijua kabla ya kifo chake? Zaidi ni rafiki. Yani hivyo kwamba hata kwa mfano huko kazini umekaa, anakuuliza uko free, yani hivyo. Yani ilikuwa ni watu wengi sana anapenda kuambia hivyo, na hata akiwakuta mko as a group, kama mko free twendeni, kwa sababu alikuwa na sehemu yake. Kulikuwa na G-Sport alafu ikamishiwa huku 777 kule nyuma, 777 kule Lugalo, Silver Pipe Club, Silver Pipe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo alikuwa anapenda sana, yani anapenda furaha, anapenda watu wa enjoy, anapenda yani hivyo, yani mkutane, mpendane. Kwani kiukweli hata kwenye vikao vyake mara nyingi alikuwa anahusia sana hivyo, kwamba mpendane, mwishi kwa upendo, kwa kushikamana, pale ambapo unaelekezwa usimchukie mtu, mpokee, yani hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa vibe muda wote. Ukitoa uongozi wake kama kiongozi wetu pale EFM, alikuwa ni zaidi ya rafiki. Mara mwisho umezungumza nini na marehemu? Natamani kufahamu, hata kama mlizungumza kwa simu, kitu gani ambacho mlizungumza? Kwa kuzungumza kwenye simu ni muda kidogo, lakini mara mwisho ilikuwa ni kwenye kikao. Hicho ndio kitu ambacho nakumbuka, vikao vyetu ambavyo tunavifanya kila Jumanne. Kauli yake ya mwisho kwako, kitu ambacho alikwambia kilikuwa nini ambacho nakumbuka cha mwisho kabisa? Ya mwisho nadhani ni mabadiliko ya kipindi. Na hiyo tulizungumza as a team namna ambavyo tunaweza tukafanya mabadiliko kwenye kipindi.
ili kuwafikia watu wengi zaidi na michezo mbalimbali. Hicho ndio ambacho nakikumbuka. Hiyo ilikuwa ni lini? Hiyo ilikuwa ni muda kidogo. Yeah. Kwa baada ya hapo hujasikia chochote mpaka mmoja? Yalifanyika hayo mabadiliko ambayo labda alikuwa anayataka. Unaona mchango wake uko kiasi gani baada ya kubadilika? Mkubwa sana. Yaani kikweli ni mkubwa kwa sababu yani hata yeye mwenyewe pia ni mwanamchezo. Na kwa kauli yake mwenyewe anasema miongoni mwa vipindi ambavyo anavisikiliza sana na kuvifuatilia, na ndio maana hata ilikuwa mistake kidogo tu anawapigia simu, wewe na timu yako hivi na hivi hivyo. Kwa hiyo yani ilikuwa ni mtu ambaye anatufuatilia sana, ni mtu ambaye alikuwa anapenda michezo, ni mtu ambaye alikuwa anapenda michezo tofauti mbali na football. Kwa hiyo akiona nyinyi Simba na Yanga tu, Simba na Yanga kila siku, kwani hakuna michezo mingine? Hakuna golf, hakuna cricket, hakuna hiki, basi mwisho wa siku mnaenda kwenye mstari ambao yeye anataka, mwisho wa siku yeye anijenga. Sebo anafahamika kama mtu wa misimamo sana. Hebu tuambie jinsi gani ambavyo ulikuwa ukipambana na misimamo yake. Kawaida ndio kama ambavyo nimesema, yani alikuwa ni mtu wa misimamo, lakini mwisho wa siku unachukulia positive kwa sababu hakuna msimamo wake wote ambao alikuwa anasema alafu kawa mbaya. Yani kabisa unaona kwamba yani hiki anataka watu wawe kwenye mstari na si vinginevyo. Yani alikuwa hatuonei. Sawa. Tuambie tofauti ambao upo kati ya Sebo ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa uendeshaji wa TPE pamoja na CEO mwenyewe Majizo ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa TPE. Tofauti wao ni nini hao? Utofauti ni hivyo kwamba Sebo alikuwa ni mtu ambaye ndo mara nyingi ana organize vikao, mara nyingi tunakutana naye, tofauti hata na boss Majie. Hiyo kiongozi wetu Majie, yeye hata kuonana naye mnaweza mkakata mwaka kuonana. Wallahi billahi. Yeah, yani kwa sababu ya issue zake za kusafiri na nini ofisini, yani mpaka ukitaka kumuona ni uende ofisini kwake. Tofauti na Sebo ambayo tunakuwa na vikao mara nyingi hivi, lakini naye pia huko kuna kikao ambacho kinamhitaji kuwepo, anakuwepo. Yes, aongee na wafanyakazi wake na huwa inafanyika pia. Na siku mkikutana na Majei na Sebo yupo, hali inakuwaje kwenye kikao? Of course kuna changamka, inakuwa tu ni kawaida, viongozi wako pale. Na yani wale ni watu ambao ni wacheshi. Kwa hata mkikuwa kwenye mkiwa kwenye kikao hivi, wanakuwa ni watu ambao yani wanapenda tu hivyo, yani wafanyakazi wawe na upendo. Kwa hiyo mlifanya kikao ofisini, lakini pia jana tumezungumza na Samio Love, yeye akazungumzia kuhusu hicho kikao ambacho kilifanyika ofisini, lakini akasema sehemu kubwa ya maongezi yake ni kama alikuwa anawaaga hivi. Pengine kuna kumbukumbu baada ya kusikia taarifa za kifo chake zikakujia kuhusu kikao ambacho kilifanyika ofisini, na pengine point ambayo uliibeba kwenye kile kikao ni nini? Kikao ambacho mimi nilihudhuria yani ndio cha mwisho, kwa sababu nilikuja vikao vingine takriban viwili kama sio vitatu mbele, sikuwepo. Kwa mpaka hichi kikao cha mwisho ambacho kabla ya mauti kumfika, sikuwepo kwenye hicho kikao, lakini taarifa zinatufikia of course kwa wenzetu ambao wanakuwa wamehudhuria kwenye kikao, wanatuambia. Sasa ile siku ambayo ndo mauti ulimfika, taarifa zilisambaa usiku ule ule kuanzia saa 8 huko, saa 7 watu walikuwa washapata taarifa. Lakini huwezi amini, saa 10 alfajiri mimi alinipigia simu wa kwanza ilikuwa ni Maestro. Kwa sababu tuko timu moja. Alipiga simu, lakini saa mdogo nilikuwa nimepumzika, sikuweza kupokea simu yake. Nikaamka asubuhi kama kawaida, niko njiani naelekea sasa ofisini. Mimi sijui chochote. Kwa hiyo nimetoka nyumbani hivyo tu kama kawaida, na wahi mwenyewe kazini, twende kwenye kikao hivyo, yani maisha tu ya kila siku. Nimefika masana pale. Ndo tuko kwenye foleni, nashika simu sasa kuangalia, ndo nakutana na hiyo taarifa. Ndio nikasema okay, kumbe ndo ile miss call ambayo nilikuta ya Maestro, kumbe ndo sababu hii alitaka kunipa taarifa labda. Kwa hiyo ndo hapo nikaanza kuangalia ndo nikaona hiyo taarifa, yani kiukweli sikuamini. Pole sana. Lazima tu nifike ofisini kwanza ndio nijue kinachoendelea. Pole sana. Na tutakie